بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Tuendelea katika kuifasiri aya ya kwanza ya suratul Inshirah, alam nashrah laka sadrak. Na nilizungumza nyuma kwamba mafhum ya sharhu sadr au ya inshirah iko na sehemu mbili. Mara tuzungumza sharhu sadri katika upande wa kuvumilia na kutukua mazito katika mapambano ya kutangaza Uislamu, na mara tuzungumza sharhu sadri katika upande wa kupokea maarifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na siku zilizopita zote ilikuwa mazungumzo yetu yako kwenye upande wa kwanza, na tukaumaliza kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa leo tunataka tuingie katika uwanda wa pili wa sharhu sadr, ambao ni uwanda wa mabustani ya elimu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu moyo ni miongoni mwa zombo ambazo kwamba zatukua elimu mahsus, sio elimu hii ya kusoma, elimu ambayo kwamba ni ile ya mkuli wao kwamba ni mawahib za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kifua chako ni lazima kiwe kitakunduka kwa kutukua elimu kama hii, kwa kutukua nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kutukua wahi kwa ibara nyingine, na Uislamu kwa jumla. Na ndio tutazipata aya nyingine zinaozungumzia sharhu sadri kwa maana hii ni tofauti na zile tulokuwa tukizisoma. Wakati tulipokuwa tukimsoma Nabii Allah Musa alipokinena rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, ilikuwa tutazungumzia sharhu sadri katika kusahilishiwa na kuweza kupoa moyo mvumilivu wa kuangata mazito. Kwa upande mwingine katika Qur'ani tupata sharhu sadri kwa maana ya kifua kukunduka kuya Uislamu, kuya nuru ya Mwenyezi Mungu, kuya wahi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atuambia katika suratu Zumar, afaman sharaha Allahu sadrahu lilislam fahuwa ala nurin min rabbih fawailun lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Mwenyezi Mungu atuonesha pia kwamba ule mwenye kufunguliwa kifua chake kwa Uislamu, huyo huwa uko yule nur, yani uko katika mwangaza siku zote, hapotei. Ama wale ambao kwamba zifua zao zimefungana, hazikubahatika kufunguliwa kwa kutiwa Uislamu,
hizo zakosa mwangaza, na zikikosa mwangaza haziwezi kutembea, kwa sababu barabara ni kiza, ni lazima uwe na nuru ya kuweza kukuongoza. Kwa hivyo ule ambaye kifua chake kilibanwa na kikafinywa na hakikuweza kuwa na Uislamu ndani, huwa hana mwangaza wa kuweza kumuonesha ndia. Na ndio Mwenyezi Mungu akatwambia, fawailun lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dhalalin mubin, kwa sababu walikosa nuru watu kama hao. Katika suratul An'am pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam, ule ambaye kwamba Mwenyezi Mungu ataka kumuongoza hukifungua kifua chake kikaweza kupokea nini? Uislamu. Waman yurid an yudhillahu, na ule anayetaka kumpoteza, yaj'al sadrahu dhayiqa haraja, ukijalia kifua chake kikawa kimebanwa, kiko dhiki, hakina nafasi ya kuingia nini? Uislamu. Ikawa ni kama ule mtu apandao mbinguni, kaannama yas'adu fi sama, kwa sababu siku zote ukipanda mbinguni si maana kupanda uwingu wa kwanza wala wa pili, ni maana ya kwenda juu. Na kila ukiepuka ardhi kwa masafa fulani, waiepuka oxygen, na ukiepuka oxygen wakosa nafasi ya kuhema, na ukikosa nafasi ya kuvuta pumzi, kifua cha kufanya nini? Cha kubana. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amfananisha ule mtu ambaye kwamba hakufunguliwa kifua chake kwa Uislamu, ni kama ule aloata ardhi kwa masafa marefu, akakosa hewa ya kuvuta, akawa amebanwa na kifua kama mtu mwenye pumu. Ndio akatwambia, waman yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayiqan haraja kaannama yas'adu fi sama, kama namna apandao kwenda juu huenda akakosa pumzi. Hivi ndivyo kifua kinavyofanywa dhiki wakati kikikosa nuru ya Uislamu. Kwa hivyo hapa hakuzungumzi sharhu sadri kwa maana ya kuangata mazito, kwa maana ya kuvumilia, kwa maana ya kuwa na moyo mkundufu wa kupambana na mabopari na kuondosha ufisadi. La, hapa kwa zungumzo sharhu sadri kwa maana kuwa kifua chako kimeweza kupokea nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kimeweza kupokea Uislamu na kiko na daraja. Waweza ukaanza sharhu sadri na Uislamu, sio umekoma. Ndipo pale unapopanda kila ukijiea Uislamu, kila ukijikuza kiuislamu, kila ukiendelea kukikundua kifua chako, ndipo pale kiwapo kipana kikawa kipana mpaka kikawa na nguvu ya kupokea mingi. Leo tukitaka kufananisha na teknolojia, ingawa Mwenyezi Mungu uko mbali utenda kazi wake na hizi teknolojia, sampuli zake yani sampuli mbali. Leo sisi twaona haya madishi ambayo yako au mobile tunazozitumia hazifanani, za tofautiana kimemory, mambo kadha wa kadha. Yo waweza kupata dishi la kupa channel 22, kuna madishi mengine ya kupa 30, na kuna mengine yako kwenye mamia. Hivi ndivyo tuweza kufananisha pia kifua cha mwanadamu kwa maana ya moyo. Si kifua hiki sio ukafanya bidii ukakipanua kwa kuinua chuma, la, si kifua kwa maana ya hiki, yani moyo, ruhu yako. Yo ni kama chombo cha kupokea, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza kukwambia kama nilivyokuambia yana, paipu zake, zituo zake za rusha masaa 24, hazina malipo, hazina sharuti, hazina rangi, hazina dini, hazina kabila. Sasa ni wewe mwenye kupokea, chenye kupokea dishi lako ni kifua chako, ni moyo wako.
Huu moyo waweza ukaufanya usipokee hata chaneli moja, na waweza ukapokea 10, na waweza ukapokea 20, na mpaka ukaweza kupokea kwa mamia na kwa maelfu. Kwa sababu gani? Kwa sababu umeukundua na ukauyea na ukaukuza. Mwenyezi Mungu atuambia, awaman kana maita fa ahyainahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnas. Moyo waweza kuwa ni maiti Sheikh, lakini wewe ukaukuza na Mwenyezi Mungu akauhuisha na akaumiminia nuru, na nuru ile ikawa yatoka kwenye moyo. Sasa ndio ya kuonesha wewe ndia, ukawa waona kwa moyo, sio kuona kwa nini, kwa macho. Na ndio ukikosa nuru kama hili huwezi kutembea, huwezi kuona ndia ya sawa. Na ndio Mwenyezi Mungu akatwambia, waman lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Ule ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakumpa nuru yake kwa kumkundua kifua, huyo usitarajie kwamba aweza kupata nur mahala pangine ya kumuongoza. Famadha ba'da alhaqi illa adh-dhalal. Usisikie, usitie katika fikra zako kabisa kwamba wewe utawata nuru ya Mwenyezi Mungu, utawata muongozo wa Mwenyezi Mungu kwa kuwa waweza kupata nuru nyingine au muongozo mwingine katika ardhi hii ukaweza kukuongoza. Ono ni urongo. Hakuna nuru isokuwa ya Mwenyezi Mungu. Waman lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Mwenyezi Mungu akwambia, famadha ba'da alhaqi illa adh-dhalal. Hakuna cha pili baada ya haki isipokuwa ni upotevu. Na ndio mimi nilipowaambia siku ile, chochote kilichoetwa na Mungu tunapokiwata tukatafuta badali ni upotevu na ni urongo kwamba kile chaweza kutuongoza. Ndipo utaona hakuna mfumo wowote wa sampuli yoyote katika nyanja zozote usokuwa wa Mwenyezi Mungu utatuetea matunda, utaweza kuweka uadilifu, bali ni ufisadi yula ufisadi. Kwa sababu tukiata nuru ya Mwenyezi Mungu tusitarajie kwamba kuna nuru nyingine twaweza tukaipata sisi. Ndugu zangu Waislamu, sitoendelea sana kusherehe, nitafupisha kwa ajili ya kutunga siku zilizobakia niweze kuimaliza hii sura. Kwa hivyo hii ndio upande wa pili wa Sharh as-Sadr, na upande huu pia uko na funguo zake. Kama makumbuka, Sharh as-Sadr kwa maana ya kuvumilia tunena tuko na funguo ngapi? 2. Na hapa pia tuko na funguo ambazo kwamba ni nyingi sana. Ufunguo wa kwanza ni al-istijaba, ni kuitika mwito. Si labeka, yani sikusudii kuitika kwa maana ya kunena labeka. Ni kama nilivyowaambia yana, ni kukubali wewe chombo chako kupokea, kwa sababu Mungu mifereji yake iko wazi. Sasa ufunguo wa kwanza wa kuweza kupata hii Sharh as-Sadri ni wewe kwenda kufuatia ukapeka chombo chako ukakinga kwenye mfereji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama ikiwa utakifunika chombo ukitie sili, kisha utarajie Sharh as-Sadri, kisha unene kwamba Mungu hakunipa, kisha umkhutubu Mungu umwambie kwamba nami ni mja, hapo itakuwa waiteza shere. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mfereji yake yamiminika, sasa ni wewe chombo chako uende ukakinge. Pili ni umuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amekwambia ud'uni astajib lakum. Umuombe Mwenyezi Mungu akuongoze, umuombe Mwenyezi Mungu akukundue kifua, umuombe Mwenyezi Mungu akuyaze nur katika kifua chako. Tatu ni uwe na takwa, kwa sababu kama nilivyokuambia, takwa kwa maana ya kujiea, si takwa kwa maana ya kuvaa kandu wala kofia. Takwa kwa maana ya kukikundua kifua chako kiweze kupokea mingi kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha uwe utailinda na mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, usikiuke mipaka ya Mwenyezi Mungu, usivunde
kanuni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hizi zote ni funguo ambazo kwamba zaweza zikakuyea mpaka ukasikilia hadi ukaona mingi, ingawa sisi pengine nyoyo zetu ni chafu. Na ndipo pale al-Imamu Ali alayhi salam aliposikilia hadi akanena, wallahi law kushifa li al-ghita'u mazdadtu yaqinan. Yani alisikilia hadi ya sharhu sadri na mambo yakamfunukia akawa ayaona, mpaka akasikilia hadi akanena, hata pazia zikafunguliwa sasa yao hakuna la zaidi mimi kwangu. Wajua maana ya kufunguliwa pazia? Ni ile aya ituambia, wakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ni mingi tunayoyaamini sisi kwa kuyasikia, lakini hatuyayaona. Sisi tuambiwa kuna kiyama, sisi tuambiwa kuna hisabu, sisi tuambiwa kuna pepo, kuna moto, kuna kadhaa, lakini hatuyaziona zitu kama hizi. Siku tutakapokufufuliwa tukayaona mambo hayana bayana, siku ile ndio tutakuwa tumepata ile 100% sasa, au na zaidi, pengine itakuwa ni 1000 yula 100. Ndipo pale Mwenyezi Mungu alituambia, kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin. Kuna ilmu, kuna na ilmu al-yaqin. Kuna kuyua kama sisi tunayua sasa kuna pepo, lakini kuna na ile ilmu al-yaqin. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia, kalla sawfa ta'lamun sata'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin. Lini tutayua ilmu al-yaqin? latarawunna al-jahima thumma latarawunnaha aina al-yaqin. Tena hata kuona kuna sampuli mbili, kuna kuona kutupu, kuna na ru'yatul yaqin. Sasa siku ile ndio yatakuwa mambo yote yamekuwa wazi. Al-Imamu Ali akwambia yeye hahitaji siku hiyo, yeye yote kwake yako wazi. Kwa ile daraja alosikilia ya maarifa ya inshirahu sadri, akawa akwambia, lau kushifa li al-ghita'u mazdadtu yaqinan. Lau ungefunguliwa pazia siengezi kitu zaidi ya ile 100 nilonayo. Kwa maana ile inshirahu sadr. Huyu ni Imam Ali, kefu mtumi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo hawa ni watu ambao kwamba wamesikilia daraja kubwa ya kuyazwa maarifa kifua chao. Ndipo pale akatuambia al-Imamu Amirul Mu'minin alayhi salam, inna qulubal mu'minina matwiyatun bil imani tayya fa idha arada Allahu inarata ma fiha fatahaha bil wahyi fazara'a fiha al hikma. Hizi nyoyo za waumini zimekundwa kama biswati waweza kulitatia sasa yao likawa tukua nafasi toto hapa tu. Biswati leo kilikundua laweza kutoka mwanzo kule mpaka mwisho. Hivi ndivyo zilivyo nyoyo za waumini. Waweza kuziona ni toto kwa sababu zimefanywa nini? Zimekundwa, zataka kufanywa sharh. Ukizikundua huangata mingi. Atuambia, inna qulubal mu'minina matwiyatun bil imani tayya, zimekundwa kwa imani. Fa idha arada Allahu inarata ma fiha, Mwenyezi Mungu akitaka kungarisha yaliyomo ndani ya zile nyoyo za waumini, fatahaha bil wahyi, huwa akizifungua sasa zile nyoyo kwa wahyi, ufazara fiha al hikma, akawa ameza sasa. Biswati kisha kufunguliwa huwa ni kama kiwanda cha ardhi sasa, chataka nini? Chataka mimea. Sasa kukaanda kumezwa hikma, kukaanda kumezwa maarifa, kukaanda kumezwa mambo tofauti mbalimbali. Ndipo pale ukipatapo kifua chako kimea nur, kimea maarifa, kimea hikma kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio utampata mtaalamu mkubwa wa kishia wa mambo ya irfan, wakati alipokuwa akisherehe kitabu cha al-Imamu al-Ghazali Ihya'u Ulumuddin, utakuwa kumpata Ayatullah al-Faidh al-Kashani katika kitabu chake al-Mahajjatul Bayda
fi sharh al-ihya, aya kukueleza hizi nyoyo namna zinavyofanya nini, zinavyofunguliwa. Anena Ayatullah al-Kashani, fa idha tawalla Allahu ta'ala amra al-qalb, wakati Mungu mwenyewe anapotawalia huu moyo, ni maana umesikilia daraja ya kuweza sasa kutawaliwa na nani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fadhatir rahma, wenda ikamiminika sasa rehma, wa ashraqa nur, na ikatipuza ile nur minal qalbi, kutoka kwenye ule moyo, wansharaha sadr, na kifua sasa kikafanya nini? Kikakunduka kwa maarifa, wankashafa lahu sirrul malakut, na zikakufungukia sasa zile siri ambazo kwamba ziko katika malakuti za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watala'la'at fihi haqa'iqul umuril ilahiyya, na kukaanza kumemetuka ndani ya zifua kama hizo hakika za nuru za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni ile hadi ya maarifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndipo pale mwanadamu huwa ametoka kwenye stage ya ubinadamu na ameingia katika stage ya malaika, na kimekuwa kifua chake sasa cha miminika nur, na cha miminika hikma, na cha miminika zile siri za malakuti za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, lakini ufunguo wa yote haya ni Qur'ani. Qur'ani ndio inaotufungulia milango yote, na ndiyo utamuona al-Imamu Ali alayhi salam kila alipokuwa akikhatimisha Qur'ani alikiomba dua hili ambayo kwamba mimi kila nikianza darasa huwa nikiisoma, akimwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma shrah bil Qur'ani sadri. Kila akimaliza kusoma Qur'ani alikiomba dua hili, kwa sababu hakuna kitu kinachofungua nyoyo sawa sawa, ikiwa ni maana ya sharhu sadri kwa maarifa, au ikiwa ni maana ya sharhu sadri kwa kuvumilia. Pia Mwenyezi Mungu anatuambia warattilil Qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Pia katika kufundishwa sharhu sadri ya kuweza kuangata mazito, pia tumeambiwa tufanye nini? Rattilil Qur'an. Kwa hivyo Qur'ani ndio ufunguo wa kila kitu. Allahumma shrah bil Qur'ani sadri. Kwa hivyo na sisi ni lazima tutabaruku na dua ya al-Imamu Ali alayhi salam, tukimwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma shrah bil Qur'ani sudurana wasta'mil bil Qur'ani abdanana wanawwir bil Qur'ani absarana wa atliq bil Qur'ani alsinatana wa a'inna alayhi ma abqaytana fa innahu la hawla wala quwwata illa bik. Ndugu zangu Waislamu, hii kwa ufupi ndiyo fikra au mafhum ya sharhu sadri katika Uislamu kwa pande zake mbili. Kwa hivyo sasa yao turidini moja kwa moja katika aya yetu. Baada ya mazungumzo haya ndiyo tutafahamu vipi tutaifasiri hii aya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tulivyonena, neema ya kwanza aliyoitaya katika suratul Inshirah, alimwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alam nashrah laka sadrak. Sasa hapa tutatupa suala, na nyuma nilieleza mingi, rai nyingi zilitajwa kuhusu maana ya sharhu sadr. Wengine wakanena sharhu sadri ni maana ya tabia mzuri, wengine wakanena sharhu sadri ni maana ya kwamba kifua chake kilifunguliwa kwa Uislamu. Kila mmoja akanena laki, lakini sisi kauli zote zile zilizopita, sijui ni 7 au 8, moja tuliitoa ile, tusitie hisabuni masala ya kwamba sharhu sadri ni maana ya shaqu, yani ni ile fikra ya kupasuliwa kutoka kilinda koo mpaka tini ya kitovu, ile tukaitenga ile rai na tukaijadili kwa urefu. Zile rai zilobakia zote zaingia katika hizi fikra mbili nilizozungumza mimi, kwamba sharhu sadri inayokusudiwa hapa alopoa Mtumi ni sharhu sadri fi tahammulil ibtilaat, au sharhu sadri fi almarifati walwahyi walislam. Nikizungumza Kiswahili ni sharhu sadri kwa maana alipoa tabia ya uvumilivu kuweza kupambana na wale kaumu zake katika kuwaongoza,
tabia ya kuweza kuangata mazito, yani kwa maana ya kwanza, au ni sharhu sadri kwa maana kilifunguliwa kifua chake kwa kutiwa wahi na nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanazuoni wamekhtalifiana, na kwa ufupi naweza kukwambia tuko na rai tatu katika kuifasiri alam nashrah laka sadrak, yani zile rai zote zikusanya ziweke mahala patatu. Rai ya kwanza ni ya al-allama Ayatullah al-Sheikh Muhammad Mahdi al-Asifi. Huyu anena kwamba sharhu sadri inayozungumziwa hapa katika suratul Inshirah, yani katika neno lake Mwenyezi Mungu alam nashrah laka sadrak, ni maana ya kwanza, yani maana ya kuangata mazito. Mwenyezi Mungu amwambia Mtume, tumekupa sifa ya uvumilivu, tumekupa moyo mkundufu wa kuangata mazito, kwa sababu wewe wendao kupambana na mataghut, wendao kupambana na umma umezodudumia katika ufisadi na kuabudu masanamu na upotevu. Kwa hivyo umma kama hunu kutaka kuuongoza, wahitaji moyo wenye sifa ya kuhimili, wenye sifa ya kuvumilia, au waweza kutupa na ukakimbia kama alivyokuwa Nabii Allahi Yunus. Ndivyo pale Mwenyezi Mungu alimwambia fasbir wala takun ka sahibil hut, subiri na usiwe kama sahibi ya tewa. Kwa sababu si kwa maana Nabii Allah Yunus alifanya makosa, wala yale ni maasiya. Ile misukosuko aloipata ilikuwa imepita uwezo alopoa na Mwenyezi Mungu wa sharhu sadr, imepita daraja. Kwa hivyo ilikuwa lazima zilipuke, kama vile alivyokuwa Nabii Allah Nuh aliwaongoza umma wake nyaka 1000 isipokuwa 50, na mwisho akanena wala yalidu illa fajiran kafara, hawa wakizaacho mkipotevu. Si maana alinena ule, aliishi na zizazi tofauti mbalimbali, akitumainia kizazi kitakachokuya akia sampuli zile zile, akitumainia kizazi kitakachokuya akia sampuli zile zile kama fotokopi. Ndipo pale akamwambia Mwenyezi Mungu wala yalidu illa, alitusa mipaka, sharhu sadri ikawa hamiliki tena. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ile hadithi tulioisoma nyuma kwamba mtumi alimwambia Mungu, umempa mtumi fulani kadhaa, ukampa mtumi fulani kadhaa. Nabii Allah Sulaimani umempa pepo zikawa humtumikia namna atakao. Nabii Allah Isa akawa huisha ruhu fulani hufanya kadhaa, mimi umenipa nini? Ndio Mwenyezi Mungu akamwambia alam yajidka yatiman faawa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan faaghna alam nashrah laka sadrak wa wada'na. Kwa hivyo sharhu sadri ilikuwa ni miujiza mikubwa sana kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kipimo alichopoa yeye kilikuwa chashinda kuhuisha ruhu, chashinda kupoa pepo zikawa za kutumikia wewe. Ndio Mwenyezi Mungu akamwambia wewe wastaajabu Nabii Allah Sulaiman kuwa hutumikiwa na majini, na wastaajabu Nabii Allah Isa kuwa huhuisha walio kufa. Sisi tumekupa kubwa zaidi kushinda hayo, tumekupa sharhu sadri kwa kipimo kikubwa ambacho kwamba wewe hutowakimbia umma wako wala hutowapiza. Ndipo pale alipopigwa majiwe kama nilivyowaambia, akawa atanena Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun, huku wampija huku awaombea dua. Ile sharhu sadri namna ilikuwa kubwa. Sasa Ayatullah al-Asifi anena kwamba maksudi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kunena alam nashrah laka sadrak, akusudia sharhu sadri kwa maana ya kumkundua mtumi kifua chake kwa sifa ya kuvumilia, kuwa na uvumilivu. Na dalili ya tafsiri hii
ni haya maneno ambayo kwamba yatakaokuya mbele Mwenyezi Mungu atakapokumwambia fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, hakika baada ya kula mazito ni nini? Ni mapesi. Aya hizi zachangia kufasiri alam nashrah kwa maana ya kuvumilia. Hii ni rai ya nani? Ya Sheikh Al-Asifi. Tukenda kwa Shahid Mutahhari, Ayatullah Shahid Mutahhari katika kitabu chake Durusun fi Tafsiri al-Quran, alipokuwa akifasiri sura chache, hana tafsiri kamili huyo, ana sura tu alikifasiri katika zijitabu zitoto. Ana durusun fi al-Quran, afasiri ndani yake suratul Inshirah, suratu inna anzalnahu na idha zulzilatil ard, na kama sura 4-5. Anena alam nashrah laka sadrak, Shahid Mutahhari yeye anena ni kwa maana ya maarifa, si kwa maana ya kuangata mazito. Yani Mwenyezi Mungu amwambia Mtume sallallahu alaihi wa sallam alam nashrah laka sadrak, yani hatukikundua kifua chako kwa kukiaza nur, kwa kukiaza maarifa, kwa kukiaza hikma, kila sampuli ya hikma. Ndipo akamwambia maneno kama haya, na ndio utaona maneno yake mkitaka ni manaqilia ya kufasiri. Anena Shahid Mutahhari alam nashrah laka sadrak, yani alam naftah laka qalbak hatta fadat minhu alhikmatu walhaqiqatu walulum. Kwa hivyo amefasiri kwa maana ya kuyazwa hikma, kwa maana ya kuyazwa haqaiq ilahia, kwa maana ya kuyazwa elimu za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hizi ni rai mbili ziko na mgongano, rai ya Asifi na rai ya Shahid Mutahhari. Huyu anena ni maarifa, huyu anena ni uvumilivu. Rai ya tatu ni ya al-Allamatu Tabatabai katika Tafsirul Mizan, anena ni yote mawili, ni yote mawili, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kipindi hiki alikuwa ahitaji yote mawili. Vile vile kama alivyokuwa ahitaji sharhu sadri kwa maana ya kuvumilia, alikuwa pia ahitaji sharhu sadri kwa maana ya wahyi na nini na maarifa, kwa sababu zote hizi ni ziungo muhimu katika kuongoza umma. Ukiwa waongoza umma wahitaji sifa ya uvumilivu, na ukiwa waongoza umma wahitaji sifa ya maarifa, sifa ya hikma, sifa ya elimu, kwa sababu huwezi ukawa ni muinga ukaweza kuongoza nini umma. Itakuwa ni tongo kumshika mkono tongo, na hapo wote watakwenda kutubukia kwenye mashimo. Kwa hivyo hizi ni rai tatu, na ndio utampata al-Allamatu Tabatabai na pia akiungwa mkono na Sheikh Makarim Shirazi wakinena kwamba si'atu sadri ni maana ya kufunguliwa fikra ya mtumi, ruhu ya mtumi, pamoja na kupoa sifa ya kuvumilia mbele ya mapambano ya da'wa na kutangaza Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, hizi ni rai tatu ambazo kwamba ziko katika kufasiri alam nashrah laka sadrak. Lakini pamoja na kuwa hawa wamenena haya, twarudi tukinena kwamba sura ndio itatuamulia maana ya uhakika ni ipi katika maana hizi tatu, na yeo nitaeleza kwa ufupi, na mbele tutakuya kufahamu tutakapo kusoma mbele ya suratul Inshirah. Itatuambia alam nashrah ya kusudiwa nini. Kwa ufupi, jambo ambalo kwamba liko karibu zaidi ni kwamba sharhu sadri inayokusudiwa hapa ni ile anayoizungumza Ayatullahil Asifi. Inayokusudiwa ni kuangata mazito peke yake kulingana na msuko wa sura. Sikatai kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa ahitajia yote mawili. Sikatai kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipoa yote mawili, lakini suala suratul Inshirah yazungumza lipi? Nafikiri mwanielewa uzuri sana.
kupoa amepoa, na kuwa ahitaji alikuwa ahitaji. Lakini suratul Inshirah tukiketi nayo tukaichambua yazungumza lipi? Kwa hivyo tusie tukaathirika kwamba mtume alikuwa ahitajia amepoa. Aweza kuwa aya nyingine zimezungumza tukawa tutailazimisha, kama alivyofanya Makarim Shirazi, kama alivyofanya Al-Alama Tabatabai, kuilazimisha hii sura kutukua mambo mawili, nayo haikubali kutukua mawili. Kwa hivyo msuko wa aya kama alivyonena Ayatullahi Al-Asifi, fa inna ma'al usri kwanza. Pili, wa wadhana anka wizraka alladhi anqadha dhahrak, kama tutakavyokuifasiri kesho. Tatu, fa idha faraghta fansab, ni ile ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka. Utaipata ni mafundisho ya au ni hono ufunguo wa kupata nini? Sharhu sadri, kwa maana ya kuvumilia. Fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kwa hivyo aya zitakazokuya zitatuonesha wazi kwamba rai ya Al-Allamatul Asifi ndiyo rai ambayo kwamba iko karibu zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndiyo ayuwao zaidi. Ndugu zangu Waislamu, mpaka hapa itakuwa Mwenyezi Mungu ameniafikia kukamilisha kuifasiri aya ya kwanza, alam nashrah laka sadrak. Na insha Allahu Ta'ala Mwenyezi Mungu akituweka hai na uzima, kesho tutangia katika aya ya pili na ya tatu kwa pamoja, kwa sababu zote mbili zazungumza kitu kimoja. Kesho kwa maana kesho ya darasa, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Na nitawapeka mbio kwenye hizi aya zilobakia, sitoweza kuzifungua kama vile nilivyoifungua hini alam nashrah kwa ajili ya wakati, na siwezi kuibakisha sura nusu, itakuwa na hizi tulozipita zimekwisha. Kwa hivyo tutaihatimisha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.